Hello friend, naitwa Dr. Nature. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na uhusiano kati ya acid reflux na blood group O. Kuna watu wanasema kwamba ukiwa na blood group O ni rahisi sana kupata acid reflux, au yani kwamba watu wenye group O wanapata sana acid reflux au vidonda vya tumbo kulinganisha na makundi mengine ya damu. Sasa je, ni kweli ama si kweli na tunafanyaje? Blood group zetu sisi kama binadamu zinafafanuliwa kutokana na seli nyekundu za damu. Kuna seli nyeupe, seli sahani, seli nyekundu za damu. Sasa seli nyekundu za damu, kwenye uso wa seli nyekundu za damu kama hii niliyochora hapa, kwenye uso wa seli nyekundu ya damu kunakuwa na vitu vingine ambavyo vinajishikiza pale. Sasa moja wapo ambavyo vinajishikiza pale, kuna hivi tunaviita ni aina ya sukari, aina ya carbohydrate ambayo tunaita H antigen. Zina majina, nataka niende kwa hivyo kwa urahisi tuweze kuelewana. Kwa hiyo hii ni seli nyekundu ya damu, juu yake kuna hii carbohydrate au hii sukari, hii wanga imejishikiza hapa, inaitwa H antigen. Kwa hiyo mtu mwenye seli nyekundu ya damu ambazo seli zake zina hii tu H antigen, huyu tunamuita ana blood group O, ana group O. Alafu ikiwa hizi H antigen kwa mtu mwingine sasa, hii H antigen, yani hii seli nyekundu ya damu, hii H antigen ikafanyiwa mabadiliko, ikaongezwa vitu vingine, ikatengeneza molecule nyingine ambayo tunaita A antigen, ina jina lake pia, kwa kifupi ni A antigen. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa blood group lake ni A. Kwa hiyo tofauti ya A na O maana yake ni kwamba O yeye ana H peke yake, lakini A ameongezewa hiyo A antigen. Alafu blood group B ni kwamba ni kama O, lakini yeye ameongezewa aina nyingine ya antigen au aina nyingine ya molecule inaitwa B antigen. Kwa hiyo tofauti ya B na O ni kwamba yeye ana B, lakini O yeye ana H peke yake. Alafu AB yeye anakuwa na mchanganyiko wa antigen A na B, anakuwa na mchanganyiko wa antigen A na B. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo vinatufanya tunakuwa tofauti sisi kama binadamu kwa maana ya magrupu ya damu. Kuna tafiti mbalimbali ambazo zinaonyesha distribution au prevalence ya haya magroup kwa dunia nzima, lakini kwa Afrika nimejaribu kuangalia tafiti mbalimbali, zina matokeo yake ni haya, yani watu gani ni wengi, watu gani ni wachache kwenye hizi blood groups. Hapa kwenye blood group O, wastani wa Afrika tupo nusu ya Waafrika wote, 50%, nusu ya Afrika wote tunaangukia kwenye blood group O. Hata katika tafiti za duniani bado blood group O ni wengi zaidi. Haya, kwenye blood group A ni robo ya Afrika wote na Watanzania tukiwemo, sasa 25%. Alafu blood group B pia ni kama robo tuseme, alafu AB ni wachache zaidi 3%. Sasa nilipata swali kutoka kwenye group letu la support la watu wenye acid reflux ambao wanaendelea na matibabu, na waliuliza swali kwa nini group O wanapata sana acid reflux kulinganisha na magrupu mengine ya damu. Sasa ili kusema ndio au sio na kwa nini, nikaamua ni run test au observation study kidogo, kuona ni wangapi katika hilo group lenyewe, yani manake wote walipo mle ndani si wana shida hiyo, ni wangapi katika group wana shida ya acid reflux na wanaungukia kwenye magrupu gani ya damu. Na nika run test, na kama unavyoiona hapo, walioshiriki kwenye hiyo test walikuwa ni watu 17, na katika hao 17 watu 9 walisema wao ni grupu O, ambao watu 9 kusema grupu O maana yake ni 53%. Alafu watu 4 katika waliopiga kura walisema wao ni grupu A, ambao ni sasa na 23%. Alafu watu 2 ambao ni 12% walisema wao ni grupu B. Alafu 2 wengine tena 2 ambao walisema 12 pia walikuwa ni grupu AB. Sasa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba grupu O kwenye population, yani Waafrika sisi, nusu ya Waafrika wote ni 50% grupu O. Maana yake ni kwamba hawa 53% waliopo kwenye group wanaelekeana na hawa 50%, yani ni kama wanafanana, kwa sababu tafiti zingine hapa zinaonyesha mpaka 55% ni blood group O. Kwa hiyo hii ipo ndani ya ile prevalence ya kawaida ya watu wenye hilo grupu kwenye. Kwa hiyo maana yake hii sio ajabu, kwa maana kwamba waliopo kwenye grupu ni sawa na watu ambao hawapo kwenye grupu ambao hawana shida ya acid reflux.
lakini vile vile hata kwenye A vile vile asilimia ziko almost vile vile. Labda kwenye B hapa utaangalia asilimia 12 kwa 22, maana yake wanaoumwa ni wachache kuliko waliopo kwenye population, ikimaanisha kwamba huenda labda group B tungesema wako protective, hawapati sana acid reflux, lakini huu sio utafiti wa kusema sentensi za namna hiyo. Hii ni observation study ndogo, lakini kwenye AB walikuwa ni wengi zaidi ukilinganisha asilimia 3 kwa 12. Kwa hiyo labda kwa group AB tungesema, kwa sababu wenyewe ni asilimia 12 kwa 3, tungesema labda AB ndio wanapata zaidi acid reflux na ukilinganisha na magrupu mengine ya damu, yani waliopo kwenye jamii ni wachache kuliko ambao wameugua ambao niko nao kwenye group. Sasa haya majibu yanatupatia maelezo gani? Tafiti, hakuna utafiti wowote ambao umeshafanyika kuonesha uhusiano uliopo kati ya acid reflux, yani acid kurudi kooni, na blood group. Hakuna utafiti, lakini tafiti chache ambazo zipo ni zile ambazo zinaonesha uhusiano kati ya blood group O alafu na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tuelewane hapo kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya acid reflux na blood na group la damu. Hakuna uhusiano kwa sababu hakuna tafiti, tunaishia hapo, hakuna uhusiano. Hapa mbele tukipata tafiti zingine ambazo zinaonyesha vinginevyo, tutaenda na tafiti zinavyosema. Lakini kwenye ishu ya vidonda vya tumbo kuna nadharia ambazo zinaonyesha kuna uhusiano fulani kati ya blood group O na PUD, vidonda vya tumbo, na ambayo imekaa namna hii kwamba vidonda vya tumbo, asilimia 50 ya watu wanaopata vidonda vya tumbo vinasababishwa na H pylori, yani yule Helicobacter pylori, yule bakteria. Alafu asilimia 50 ni kwa sababu ya mambo mengine ambayo yanatokana na lifestyle. Ndio maana tunasema ukipimwa choo ukaonekana hauna H pylori, haimaanishi hauna vidonda vya tumbo. Yani kupima H pylori kuwa negative au positive haimaanishi chochote kwamba una vidonda vya tumbo au hauna. Ila ikiwa positive, maana yake vidonda vyako vya tumbo, mojawapo ya sababu iliyosababisha ni H pylori. Ndio maana unapewa Heligo kit ambayo ndani yake pia kuna antibiotics. Sasa huyu H pylori asilimia 85 ya watu wote duniani tunaishi nao kama normal flora. Sema normal flora maana yake ni bakteria ambaye tunaishi naye tu, hana shida yoyote. Sasa huyu H pylori ili aweze kukaa kwenye ukuta wa tumbo lazima ajishikize mahali, yani apate mahali pa kushika. Sasa inaonekana kwamba hii H antigen ni sehemu ambayo bakteria huyu H pylori anaweza akajishika. Kwa hiyo manake anaweza akaja hapa akajishika kirahisi kwenye hii H antigen. Sasa ukiangalia kwenye hizi A, B na AB, tayari hizi H antigen zimeshakuwa zimebadilishwa na enzyme hazipatikani, lakini hapa kwenye O nyingi zinapatikana. Kwa hiyo maana yake huyu H pylori anaweza akaja akajishikiza hapa vizuri. Kumbuka hizi H antigens zinapatikana pia hata kwenye kuta za tumbo lenyewe. Kwa hiyo sio lazima uwe O ili uweze kuwa nao hawa H pylori, lakini hawa O wanakuwa nao wengi zaidi kwa sababu hata hizo seli zao za damu zinaruhusu kufanya ile attachment ya hawa bakteria. Kwa hiyo wanatengeneza kitu tunakiita colonization. Colonization maana yake ni kwamba bakteria wanazaliana pale kirahisi, wanakuwa wengi. Kwa hiyo maana yake wanatengeneza inflammation ambayo inaweza ikapelekea mtu akapata vidonda vya tumbo kirahisi. Hiyo ni nadharia. Hakuna utafiti wote ambao uko straight unaonyesha kwamba kuna uhusiano wa moja kwa moja kwamba ukiwa blood group O tutegemea utapata vidonda vya tumbo. Kwa sababu bado kuna sehemu ya lifestyle ambayo nimekwambia inachangia 50% na huyo H pylori pia 50%. Kwa hiyo ukiwa blood group O kuna chance kubwa unaweza kupata vidonda vya tumbo, lakini ukiwa na lifestyle nzuri unapunguza hata chance ya hawa H pylori kukuletea madhara, kwa sababu unaweza ukaishi nao vizuri tu kama normal flora, hata kama wamejiattach kwa kiasi kubwa kwenye mwili wako. Hapa nimejaribu ku oversimplify hizi mechanism, lakini kuna mambo mengi ya kujifunza. Lakini kitu cha muhimu cha kufahamu ni kwamba nataka nisisitize sasa point kwamba ya kwanza, hakuna uhusiano wote wa blood group na acid reflux. Lakini cha pili, kwenye vidonda vya tumbo watu wenye blood group O wanaweza wakawa more susceptible. Kwa hiyo utakiwa ujilinde vizuri, lakini katika yote lifestyle ni key. Unachokula, unavolala, unavo manage stress zako, vinaweza vikawa vina mchango mkubwa sana kwenye kufanya ukaugua acid reflux au ukaugua vidonda vya tumbo. Hakuna aliyechagua kuwa blood group O wala B au AB. Hivyo ni vitu vya asili ambavyo Mungu ametuumbia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe proud. Pale ambapo kuna weakness, ni sehemu yetu kujiimarisha kwa kuzingatia mtindo bora wa maisha. Kwa hiyo sio kifungo kwamba ukiwa na blood group O ujiandae kupata vidonda vya tumbo. Hapana, ukiwa na lifestyle nzuri unakuwa na high chance ya kujikinga
na vidonda vya tumbo. Na kama bado unahangaika na acid reflux mpaka umeshaenda kwa waganga, haujui jinsi ya kufanya matibabu, unadhani vitu fulani vya ambavyo havitibiki, bado tuna program special kwa ajili yako ambayo unaweza ukajiunga na ukapata matokeo mazuri sana kama ambavyo wengine wanapata. Unaweza ukachukua namba ya simu tukawasiliana, na Mungu akubariki sana.